tulikuwa na itikadi nzuri huko jamani, tuna misimamo hatufungamani na upande wowote, tunapigania ukombozi wa Afrika, tunapigania maendeleo ya Afrika ya kila mmoja. Twende hiyo ndio Tanzania tuliyoijua sisi. Inashindanisha fikra, inatumia busara kwenye mambo ya kidunia, inasuluhisha migogoro, watu wanatukimbilia, ni kisiwa cha amani. Tuendelee kuwa hivyo, watu waje hapa kutoka busara, kutoka hekima, watu watuombe tuwasuluhishe, watu tuunge mkono na tusimamie yale ambayo ni mambo ya kutenda haki. Tulisimamia, tuliona Amini alipopindua Obote Uganda 71, tukasema hapana, hii haiendani na kanuni nzuri za kimataifa na sheria za kimataifa. Tukasimama na waliokuwa wanataka kumuondoa muuaji yule, dictator yule, fascist yule, fisadi lile, mpaka tukafanikisha. Sasa hivi Uganda wanakanua, wako vizuri, Mozambiki vile vile, Zimbabwe vile vile, Afrika Kusini vile vile, Namibia vile vile, Angola vile vile, Seychelles hivyo hivyo. Hiyo ndio Tanzania tulikatayo sisi. Tanzania yenye jina, Tanzania yenye sura nzuri. Sio naamka Tanzania ninaona BBC wanatukandia, Deutsche Welle wanatukandia, Radio Free Africa wanatukandia, Radio France International wanatukandia. Hatutaki kuiona Tanzania. Tunataka Tanzania yenye kuwa mfano wa kuigwa, sio tu katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati, bali Afrika nzima na dunia kwa ujumla. Umezungumza juu ya vyama vya siasa vyenye kushindanisha itikadi. Unaona tuna taasisi imara ambazo ni vyama vya siasa vinavyoweza kusimamia maslahi ya taifa la Tanzania, ama unaona ni vyama vya siasa ambavyo vipo katika karatasi na havina uwezo wa kusimamia na kutetea maslahi ya taifa la Tanzania? Hilo ukiondoa Chama cha Mapinduzi ambacho kimesha jijenga kuwa taasisi, na kwa kiasi fulani Chama cha Demokrasia na Maendeleo, vyama vile ACT Wazalendo ni wagombea madaraka tu. Vyama vyote labda mgombea madaraka, mna uchu wa kuchukua dola kistaarabu kwa mujibu wa katiba, lakini vyama vyetu bado ni miaka 30 na kitu 34 ya vyama vingi vya siasa. Na mimi nadiriki kusema na waniwe radhi, vyama vyetu vilivyo vingi vimekuwa ni vyama vya uchaguzi tu, vile kimbilia uchaguzi tu. Mtu anakwenda kugombea ubunge kupitia chama fulani, chama akida wanachama, akida shida mahali, akida ofisi mahali, akida sura ya kitaifa. Vyama wanaoongoza vyama hivyo wala hawajulikani popote, hawajajinadi kwa wananchi, hawauzi sera, hawana sera mbadala. Wengine wanatamka tu sera ambazo hata mtoto wa darasa la 2 la 3 anasema hii ni sera itekelezeki. Sasa vyama vyetu vilivyo vingi, ukiachilia mbali vyama viwili vitatu, vyama vyetu vilivyo vingi ni utitiri tu. Watu wana haki ya kuunda vyama ni kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria, lakini vyama vyetu vingi havifanyi kazi ya siasa, haviandai viongozi, havina itikadi, havina sera mpya, haviwapi wananchi matumaini. Ni vyama vimebaki kwenye uchaguzi na msajili. Mimi ningesema hata ofisi ya msajili inapokuwa imesajili vyama vya siasa hivi, lazima kwa kweli ivifanyie tathmini tena ya kina. Mmesajiliwa mkiwa na wanachama 200 Kalebezo. Je, baada ya miaka 3 bado mnao hao? Vyama vyetu vingi vibaki ni vyama kwenye daftari la msajili wa vyama vya siasa, lakini havifanyi kazi ya siasa. Chama chochote cha siasa lazima kifanye kazi ya kisiasa, kiunganishe wananchi, kitafute wanachama, kiandae viongozi, kiwe na sera zinazojulikana, kinadi sera zake wakati ukifika, kinadi itikadi yake, kiwe na kitu kinacho kitambulisha kwamba ni chama cha siasa. Hivi vyama vya siasa vinavyolala siku zote vinakuja kuibuka wakati wa uchaguzi, havitufai kabisa. Kwa hiyo tuna kazi kubwa. Miaka 34 tungekuwa tuna vyama 2 vitatu imara kama ilivyo Zanzibar, afadhali.
kama vilivyo Chama cha Mapinduzi, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ACT Wazalendo, haya, lakini vyama vingine vyote kwa kweli, na kipimo kipo. Angalia kura wanazopata katika uchaguzi, angalia wanavyofanya miaka hiyo tangu tumeanza uchaguzi 95, 2000, 2005, 2010 mpaka leo. Hivi vyama vinafanyaje? Vinajitokezaje? Hivi vyama vimebaki kuwa vya kusindikiza tu. Juzi walipopewa magari ya kukampeni, basi lao linaishia hapo. Na mimi namshukuru Mheshimiwa Rais analiona hili. Hatuwezi kuwa na vyama ambavyo ni bendera fata upepo. Amwapi wananchi uwanja wa kuchagua, amwapi wananchi fikra mpya, amwapi wananchi itikadi mpya, sera mpya. Watu wakaona tukienda hivi Tanzania tuitakayo inakuja. Hapana. Hapana. Vyama vya siasa vimehodhi sana. Chama ambacho hakitoi elimu ya uraia ni chama gani? Hakitoi elimu ya siasa ni chama gani? Vyama haviwapi wa Tanzania, haviwatendei haki wa Tanzania. Vyama vingi, ukiachilia hivi vikubwa viwili vitatu, lakini vyama vilivyo vingi ni tu wameandikishwa kwenye daftari ya msajili basi, lakini kwa kweli havifanyi kazi ya siasa inavyostahili. Kulikuwa na malalamiko ya uchaguzi 2025 kwamba uchaguzi wetu kwa muda mrefu haujakuwa huru na haki, na kuna malalamiko juu ya marekebisho ya katiba na taasisi ambazo zinasimamia uchaguzi ama chaguzi zetu. Una mtazamo gani kama mwanazuoni nchini Tanzania, mwanadiplomasia pia wa taifa la Tanzania? Nakushukuru sana. Nimekuwa kiongozi wa watazamaji wa uchaguzi kwa muda mrefu nchini hapa kwa taasisi zetu za Tanzania Election Monitoring Committee, Research and Education for Democracy, FEMOT. Chaguzi zetu kila mara kwa ujumla, uchaguzi unaendeshwa kwa mujibu wa sheria, ila alipoepeki sheria zetu zipo za uchaguzi, lakini ni nzuri kiasi gani zinatupaje uchaguzi ulio huru, haki na unaoaminika. Ni swala la sheria, kudadisi sheria. Hiyo ni jambo la msingi. Bahati nzuri hapa katikati yalifanyika mabadiliko ya hapa na pale, tukawa na tume huru ya uchaguzi, tukafanya mabadiliko ya hapa na pale, lakini je, tujiulize, yanatosha? Na shinikizo hilo lilitoka wapi? Ukisoma taarifa zote za watazamaji na waangalizi wa uchaguzi wa nje na ndani, kutoka nje na ndani ya nchi, utaona kuna mambo mengi ya msingi ambayo waliyapendekeza. Si leo tu, kuna mambo ambayo kuhoji matokeo ya uraisi, ya kura za uraisi mahakamani, lina shida gani? Lina shida gani kwa ruhusu wananchi wenye mtizamo tofauti, wenye ushahidi kwenda kuhoji matokeo uraisi mahakamani? Lina shida gani? Kumruhusu mgombea binafsi, mgombea huru, lina shida gani? Mtu ataki siasa za vyama. Hakuna aliyesema siasa ni lazima sisi hapa tu vyama kuhoji siasa, uwanja wa siasa. Kwa nini? Ni demokrasia ya wapi? Kwa nini tusiruhusu mgombea huru mgombea huru akanadi sera zake kwenye jimbo lake, kwenye kata yake, diwani, watu wakafanya maamuzi? Kwa nini tumshinikiza agombee? Kwa nini tumshinikiza agombee chini ya mwavuli, chini ya tiketi ya chama cha siasa? Vyama vya siasa havihusishi Watanzania wote. Kuna watu makini hataki kuwa hata mwanachama wa chama cha siasa, au ni haja, lakini tusimzuie kama anataka kugombea nafasi ya uongozi kwa kigezo tu kwamba hii ugombea uongozi lazima usimame na chama cha siasa, usimamishwe na chama cha siasa. Hapana. Kuna mambo ya msingi ambayo tungeweza kuyafanya vizuri tu, mfumo wetu wa uchaguzi ukakubalika, ukawa mzuri. Taarifa nyingi za waangalizi wa uchaguzi
Na katika kusoma vitabu vyote vya demokrasia za uchaguzi, unaona kwamba mfumo wetu wa uchaguzi bado una mianya mingi ambayo inakandamiza au haijengi mazingira ya haki katika chaguzi. Hayo lazima tusingoje kuonyeshwa, tusingoje. Sisi wenyewe tunaweza kama tulivyoanza kufanya mabadiliko, tukabadili katiba pale inapowezekana, tukabadili sheria, walau tukawarithi, utakuwa na mfumo wa sheria au mfumo au katiba inayoridhisha watu wote sawia. Lakini haya makando kando mengine yanayotia mashaka tuyadhibiti, tuyaondoe, inawezekana. Wakati fulani tumesikia kwamba watu wa mataifa ya nje, mabeberu, wanaingilia siasa na mambo ya ndani ya taifa la Tanzania ama mataifa ya Afrika, na watu hawa ni hatari. Sasa nataka kusikia kwa uzoefu wako, mazingira ya watu hawa kuingia yanatengenezwa na watu waliopo serikalini ama vyama vya siasa? Mimi hizi wazote na vita ni nadharia tu, ni fikra. Wakati mwingine kama tuna ushahidi, mtu amepenyeza pesa yake, anafadhili kikundi fulani, anafadhili chama fulani, si tumbainishe tu. Tunaogopa nini kusema? Mwalimu Mkapa, hayati Mkapa, Mungu mweke pema peponi, alitufundisha uwazi na ukweli. Ukweli wowote ambao una ushahidi wa kuanika hadharani, kwa kweli inakuwa ni hisia tu. Usifanye maamuzi kwa hisia. Nchi hii, taifa, dunia hii inaendeshwa kwa ushahidi, evidence based decisions. Itakusaidia sana kama tuna ushahidi na tuna sheria inayozuia mambo fulani, inayozuia au wadau wa nje kupenyeza rupia kwenye michakato yetu ya kisiasa, mambo yetu ya ndani kwa kificho. Hapo tuyabaini na tuchukue hatua. Tuseme tu, tubaini, tuchukue hatua. Mimi nafikiri mazingira ya ndani yanaweza yakaruhusu watu waje kuingilia kama tukiruhusu, lakini tukijua Tanzania ni yetu sote, tunaijenga wenyewe, fulani anaingilia nchi yetu kupitia njia zisizokuwa rasmi, hapana. Tumbainishe na tumkatae. Hilo linawezekana. Mbona tunakwenda kuwakopa hao ndio hao watu wa ndani? Hizi lugha za mabeberu zilikuwepo wakati wa vita vya ukombozi na vita vya uchumi vya miaka 67. Mabeberu hao sasa hivi ndio wadau wetu, washirika wetu wa maendeleo, na lugha hizo tukizitumia kwa kweli tunawauzi. Sio lugha za kidiplomasia, sio lugha za kiungwana. Ndio maana ikaja hawa ni development partners, ni washirika wetu wa maendeleo, tuende nao. Lakini sisi sio mbumbumbu. Unaweza kujua ananiambia hili Mwalimu Kikwete anatufundisha mara kwa mara, rais mstaafu Kikwete, akili za kuambiwa na wewe weka za kwako, ya kuambiwa weka za kwako. Sisi kwa nini tuweke za kwetu? Mfadhili au mshirika wetu anatuambia jambo fulani, tukiona hili jambo ni la kuhatarisha ulinzi na usalama wa taifa letu, tumwambie ukweli kwamba hili si sahihi, si kweli, kutokana na mazingira yetu, ili alikubaliki. Mbona watu wanakuja kuambia ndoa za jinsia moja, tunawaambia kabisa kweupe kwamba hili aliendi na tamaduni zetu, aliendi na mila na desturi zetu. Sisi mambo ya ndoa ya jinsia moja hapana, Tanzania hatutayaruhusu. Nendeni nayo huko mlako yapeleka kwetu hapa, hapana. Na nini tusiseme? Tukawa wazi kabisa kwenye mambo ambayo tunaona yakubaliana na utamaduni wetu, mila na desturi, sheria na kanuni zetu, katiba yetu, tuambie wazi. Kwa hiyo haya matishio kama hatuna ushahidi tusiseme. No evidence, no right to speak. Lazima kila kitu chetu tuwe na ushahidi. Hii mambo ya hisia zilikuwepo wakati fulani, lakini kwa dunia ya leo inavyokwenda na vyanzo vingi vya taarifa, vyanzo vingi vya maarifa, kwa kweli lazima tukune vichwa vyetu. Kila tunaloambiwa tulibainishe tukiwa na ushahidi wanaoweza ukawekwa mezani na watu wakubaliana kwamba hili ndio. Lakini tukianza kujumuisha tu kila kitu, mjumuisho tu, hapana. Watu wataoji fikira zetu, busara zetu, hekima yetu. Tuzungumze jambo ambalo tuna ushahidi nalo.
Tanzania hivi karibuni imejadiliwa katika Congress Marekani, lakini vile vile kule katika Baraza la Umoja wa Ulaya, na tumesikia katika Jumuiya ya Madola imetoa maadhimio na ikitaka Tanzania kuyatekeleza. Unatazamaje taswira ya Tanzania kidiplomasia kujadiliwa katika ngazi ya kimataifa? Na Tanzania tunajua ni taifa huru na pengine halitaki kuingiliwa katika mambo yake ya ndani. Ni nadharia zipi unatengeneza hapa, na kama kuna athari pengine unaziona kwa mbeleni? Mimi nafikiri sisi ni taifa, kama taifa tuna ushirika wetu katika taasisi za kimataifa, Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Madola. Tuna ushirikiano wa uwili, bilateral relations, na mataifa kadhaa. Watatusema vibaya, sisi hatuwezi kusema kila siku tutakuwa tunapakwa asali na mafuta tu na sukari. Hapana, kuna wakati kuna mambo yatajitokeza ndani hapa, watu watayaelewa ndivyo sivyo. Kazi yetu kubwa, na ndio diplomasia yetu, ni kusema ukweli, kuanika ukweli, kuambia ukweli. Tupo ndio sasa hivi ni siasa za mfumo wa vyama vingi, na jambo kubwa linalozua yote haya wote tunalielewa. Wote tunalielewa. Linapotokea tumezungumzwa kwenye hivi kwenye nchi mbalimbali, kwenye European Union, Jumuiya ya Madola, Umoja wa Afrika, SADC, Umoja wa Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki, lazima tuwe makini katika kujibu. Tusirash, tusiwe na haraka. Lazima taasisi zetu zikae, zikune vichwa, tunatoa jibu ambalo Watanzania wote watasema ili ndiyo jibu sahihi. Tusirashi. Mimi huwa nasitaki majibu ya mkato. Hapana. Mtu ametuataki leo, kesho yake umejibu, umefanya utafiti gani? Na tufanye utafiti wa majibu yetu, tushirikishe vyombo mbalimbali kwamba ili ndilo tamko la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, la serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais anawashauri wengi, wizara nyingi, serikali nyingi. Tusiwe tunarashi kujibu. Sasa hawa wanaotuwekea, kwa mfano EU, wamekaa wakasema watatuzuilia misaada na nini, ni wajibu wetu. Lakini sisi hakuna nchi nzuri kama Tanzania kwa upande wa diplomasia. Tunao wana diplomasia wazuri, wabobevu, wastaafu na walio kazini, walio ofisini, wakae pamoja, walione hili. Ndio tumekuwa na uchaguzi, yaliyotokea tunayajua, tukae pamoja, tuwaeleweshe. Mazingira haya sio unity tu kwa Tanzania, nchi nyingi zimeyapitia. Wanapotushauri yale yenye nia nzuri, tuyapokee diplomasia kwa busara, kwa hekima, tutumie lugha yenye fasaha. Hili mnatushauri limekaa vizuri, tunalifanyia kazi, tunalipa na time frame. Kuna ubaya gani? Kwa mfano walitubamiza sana baada ya uchaguzi, mauaji nini, tukakaa pamoja, limetusononesha hili, sila yetu, sila Tanzania hili. Lakini tumechukua hatua, tumeunda tumebainisha hili, inafanywa kazi hivi. Watu ukiwaelewesha vizuri tu, kampeni vizuri tu, watatuelewa. Na bahati nzuri hatuna historia sisi ya vurugu, hatuna historia ya machafuko sisi. Watatuelewa na watatusaidia hata kubaini vyanzo ambavyo sisi wengine hatuvijui labda vya matatizo kama hayo. Kwa hiyo mimi ninachosisitiza hapo ni umakini, na wanapotukosoa pale ambapo kwa kweli tunaona ndio kuna dosari, tukubali kidiplomasia kwa lugha stahiki, na tuchukue hatua. Hata vikundi vya kiraia huku vinavyokosoa jambo, tusivikandie kwamba tuchukue muda, tutafakari hawa wanazungumza nini, wamelitoa wapi, tukae nao hata isibidi. Tanzania ni yetu sote. Leo hii unakwenda unatangaza Tanzania nje mambo mabaya huku na huku, lakini yana athari kwa ndugu zako hawa, kwa watoto wako, kwa mama zako, kwa vizazi vingi vijavyo vya Tanzania. Mheshimiwa Rais kila wakati anatuasa, Tanzania hii ni yetu sote. Tanzania ni taifa letu. Tanzania ni yetu. Amani ikitoweka leo, wewe hatuna pa kukimbilia, hatuna Tanzania nyingine.
Haya mambo ni elimu ya siasa, ni elimu ya uraia tosha kuyazingatia. Uwe katika upinzani, uwe katika harakati ya asasi za kiraia, uwe katika dhehebu la dini, Tanzania ni yetu sote. Mama Tanzania kwanza. Kwa hiyo hili tulizingatie, na hao wa nje wanapotukosoa yale ambayo kweli tunajua hapa ni dosari ilitokea, tuseme ukweli. Yale ambayo wanaweza tuyanyoshe vizuri kwa lugha ya diplomasia, lugha ya staha, lugha ya majadiliano. Tunashindwa nini? Uwezo tunao. Mimi nakwambia hakuna nchi yenye wana diplomasia mahiri wa lugha nzuri wa kuelewa mambo kama Tanzania. Viongozi wetu wazuri tu. Ukimsikiliza Mheshimiwa Rais anaeleza jambo utafurahi. Makamu wa Rais anaeleza jambo utafurahi. Waziri Mkuu anazungumzia jambo utafurahi. Wana diplomasia wetu, mabalozi, ofisi za kibalozi zifanye kazi ya ziada ya kueleza ukweli kuhusu taifa la Tanzania. Tumetumiwa mara nyingi haki za binadamu na hata watu wa asasi za kiraia wa ndani hapa ambao ndio chanzo cha taarifa hizi. Tukae nao tuzungumze. Hili ndio limetokea, tulizungumzeje? Msimamo wetu ukoje? Tunalisahihisha lini? Tunalikosoa lini? Tusiwe watu wa kurumbana. Marumbana ya jengi. Tuwe na msimamo mmoja, na ndio maridhiano hata ya fikra. Maridhiano sio tu, ni maridhiano ya fikra. Hii Tanzania tunaisemeaje? Hii Tanzania ni yetu. Watu wakitufungia misaada leo, kama ni dawa za hospitali, kama ni vifaa vya elimu, kama ni miundombinu ya barabara, reli na nini, tunaathirika wote. Tusitafute mamlaka, watu wasitafute kuungwa mkono kwa kutumia matukio mabaya ambayo yanaipaka matope nchi yetu. Hayo matukio ndiyo yapo, lakini lazima wote tuwe na msimamo mmoja kwamba haya yanazungumzika, tunayazungumza na yatapata ukumbuzi. Na mimi na muhasa hata msemaji mkuu wa serikali, mambo mengine tusirashi haraka. Shirikishaneni taasisi mbalimbali, hariri tamko liende na sura ya kidiplomasia, liende na lugha inayoeleweka. Hariri tamko. Nilikuwa kifuatilia hizi documentary zimetolewa juzi na BBC na nini, na majibu yanayotoka, unaona kwamba ni ya kukurupuka zaidi. Tufanye kazi ya ziada. Hii lugha tunayoitumia, ili neno tunalolisema litaelezekaje, ili tunalolikana tuna ushahidi wa kutosha kulikana. Tukienda hivyo tutakwenda vizuri. Nashukuru sana Balozi Daktari Benson Bana kwa kuzungumza na Watanzania kwa siku ya hii leo. Na baada ya kushukuru sana kwa kunishirikisha, ubarikiwe. Asante sana.